Zilizagaa picha mbalimbali zikimwonyesha Rais Donald Trump wa Marekani aliweza kukutana na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Na ikulu ya White House ilisema kwamba Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine walikutana kwa mazungumzo yaliyotaja kuwa yenye tija kabla ya mazishi ya Papa Francis. Na mkurugenzi wa mawasiliano wa White House Stephen Cheung amesema kwamba wakuu hawa wawili walikutana kwa faragha na wamekuwa na majadiliano yenye tija sana. Hata hivyo kutoa maelezo zaidi akisema tu kwamba yatafuata baadaye. Viongozi hao hawajakutana ana tangu walipolumbana kwenye ofisi ya Oval huko White House mnamo mwezi Februari, na Trump anashinikiza kupatikana kwa makubaliano ya amani nchini Ukraine, na siku ya Ijumaa alisema anakaribia kuafikiana baada ya mazungumzo kati ya mjumbe maalum wa Marekani Steve na Rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Na nikwambie, Zelensky anasema kombora ambalo lililoua raia 12 Kyiv lilikuwa na vifaa vilivyotengenezwa na makampuni ya silaha ya Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amedai kuwa vifaa vilivyotengenezwa na makampuni ya Marekani vilipatikana kwenye kombora lililotumiwa kushambulia mji mkuu wa nchi hiyo Kyiv mapema wiki hii na kuua watu 12. Anasema kombora ambalo liliua raia Kyiv lilikuwa na vifaa visivyopungua 116 vilivyotengenezwa kutoka nchi zingine, na vingi vyao kwa masikitiko vilitengenezwa na makampuni ya Marekani, ameandika Zelensky kwenye mtandao wa X. Shambulizi la kombora lililofanywa siku ya Alhamisi na jeshi la Russia katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv liliua watu 12 na kujeruhi wengine 90, huku Ukraine ikidai kuwa kombora lililotumika katika shambulio hilo lilikuwa ni la Korea Kaskazini. Hata hivyo, si maafisa wa Russia wala Korea Kaskazini ambao wametoa maoni yao kuhusu madai hayo. Rais wa Ukraine ameendelea kueleza kwamba uchunguzi wa taarifa za kina kuhusu kombora hilo ungali unaendelea. Hata hivyo, tayari imeshabainika kwamba lilikuwa kombora la balistiki la Korea Kaskazini. Katika miezi ya karibuni zimekuwa zikitolewa ripoti kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini wanapigana dhidi ya Ukraine katika vita kati ya nchi hiyo na Russia, huku uhusiano wa Pyongyang na Moscow ukizidi kustawi. Zelensky ameongeza kuwa shughuli ya utafutaji na uokoaji manusura zilimalizika Jumamosi na kwamba zaidi ya watu 30 wangali wamelazwa hospitalini, ikiwa ni pamoja na wale waliojeruhiwa vibaya sana. Vilevile nikwambia, operesheni ya kukomboa eneo la Kursk kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine imekamilika, na kamanda mkuu wa Urusi Vladimir Putin amepokea ripoti inayofaa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema General Staff wa majeshi au vikosi vya wanajeshi wa Urusi Valery Gerasimov ameripoti kwa kamanda mkuu Vladimir Putin kwamba operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwa wanazi mamboleo wa Ukraine imekamilika. General Staff huyo wa jeshi la Urusi Gerasimov aliripoti kwa Rais Putin kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi ya mwisho katika mkoa wa Kursk. Anasema leo makazi ya mwisho kwenye eneo la mkoa wa Kursk, kijiji cha Gonal, yamekombolewa kutoka kwa askari wa Ukraine. Katika ukombozi wake, uundaji ambao umejitofautisha sana ni pamoja na vitengo vya kikosi cha 22, cha 72, kikosi cha 810 na 40 cha Separate Marine na kikosi cha 1427 ya bunduki. Utawala wa Kyiv ulipoteza zaidi ya wanajeshi 76,000 katika uvamizi wake kwenye eneo la mpaka la Kursk la Urusi, mkuu wa jeshi alisema. Gerasimov pia alipongeza jukumu la wapiganaji wa Korea Kaskazini katika ukombozi wa mkoa wa Kursk. Ninataka kutambua hasa ushiriki wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea katika kukomboa maeneo ya mpaka ya mkoa wa Kursk, ambao kwa mujibu wa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kamili kati ya nchi zetu walitoa msaada mkubwa katika kuhakikisha wanashambulia kikundi cha mapigano cha jeshi la Ukraine kilichoanzisha uvamizi. Kama mkuu wa jeshi la Urusi alivyosema, askari na maofisa wa jeshi la watu wa Korea walikuwa wakitimiza malengo ya mapigano bega kwa bega na wanajeshi wa Urusi, na katika harakati za kuzima uvamizi wa Ukraine walionyesha taaluma ya hali ya juu na walionyesha uvumilivu, ujasiri na ushujaa katika mapigano. Wanajeshi wa Urusi wanadhibiti zaidi ya kilomita 90 za mraba za eneo katika mkoa wa Sumy wa Ukraine, Gerasimov alisema. Kwenye mstari mzima mbele, Igor Makovsky, msaidizi wa mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, anasema ukombozi wa mkoa wa Kursk unaonyesha kwamba askari wa Ukraine hawana tena nguvu za kushikilia pande zote katika operesheni zao za ulinzi na kukabiliana na mashambulizi. Mbele huanguka kwenye mwelekeo wa Donetsk, kwenye mwelekeo wa Kupiansk, kwenye mwelekeo wa Belgorod. Mkoa wa Kursk umekombolewa, Makovsky alisema. Pia alisisitiza ishara ya ukombozi wa mkoa wa Kursk kutoka kwa vitengo vya Ukraine katika mkesha wa kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita vikuu vya Patriot. Shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.